Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila Mei 6 amehitimisha rasmi mgogoro wa muda mrefu wa umiliki wa nyumba iliyopo Mikocheni kiwanja namba 317 Regent Estate wilayani Kinondoni baada ya kubaini kuwa mali hiyo ni ya Godfrey Shuma na Karista Shuma kwa mujibu wa nyaraka halali. Akizungumza katika mtaa wa Regent wilayani Kinondoni Mei 6, 2026, RC Chalamila amesema uamuzi huo umezingatia nyaraka halali zilizopo pamoja na maelekezo ya mahakama. Amesema mali hii ni ya Godfrey Shuma na Karista Shuma. Nyaraka zipo wazi na mahakama imeshaelekeza. Hivyo namwagiza Evelyn Chiomba aliyekuwa akiishi katika nyumba hii akidai ni urithi wake aondoke ndani ya muda wa saa 1:30 kuanzia sasa, alimtaka Chalamila mbele ya wananchi na vyombo vya habari. RC Chalamila alimwagiza mkuu wa wilaya Kinondoni pamoja na kamanda wa polisi wa mkoa RPC Kinondoni kuhakikisha agizo hilo linatekelezwa kwa amani na haki ili mmiliki halali akabidhiwe mali yake bila usumbufu. Alisema tunataka sheria ifuatwe, hakuna mtu juu ya sheria. DC na RPC simamieni zoezi hili, alisisitiza. Hata hivyo mkuu wa mkoa alifafanua kuwa endapo Evelyn Chiomba hataridhika na uamuzi huo, ana uhuru kamili wa kurejea mahakamani kutafuta haki zake. Amerudia kwa kusema milango ya mahakama ipo wazi. Kama anaona hajaonewa aende mahakamani, na mimi binafsi niko tayari kumpatia msaada wa kitaaluma katika kufuatilia swala lake ili akishi anapatikana anapata haki yake, alisema Chalamila. Katika hatua nyingine, RC Chalamila ameagiza ofisi ya ardhi na mahakama kushughulikia haraka utata uliojitokeza kuhusu binti aliyejitambulisha kuwa mtoto wa marehemu Chiomba, mmiliki wa awali wa nyumba hiyo. Alidai kuwa binti huyo anatumia majina mawili tofauti, Flora Chiomba na Flora Mwasha, jambo ambalo Chalamila alisema linahitaji ufafanuzi wa kisheria ili kubaini ukweli. Ofisi ya ardhi na mahakama, fanyeni kazi yenu, tujue huyu ni nani hasa, hatutaki migogoro ya kuendeleza, alisema. Mgogoro huo umekuwa ukisuasua kwa muda mrefu huku Evelyn Chiomba akidai nyumba hiyo ni ya urithi kutoka kwa baba yake marehemu Chiomba. Hata hivyo, baada ya kuhakiki wa nyaraka na uamuzi wa mahakama, imebaini kuwa wamiliki halali ni familia ya Shuma. Na hii ni Kasako Update na Dela Thomas. Katika vyombo vyenye mamlaka ya kusikiliza na kutatua mgogoro husika. Kwa kuwa Mahakama Kuu kitengo cha ardhi akikuamua kuhusu umiliki wa kiwanja tajwa katika shauri namba 84 shauri la mwaka 2014, kamati inashauri kwamba ikiwa Bi Evelyn Chiomba anadhani bado ana haki msingi juu ya umiliki wa kiwanja tajwa, ni vyema afuate utaratibu wa kisheria kwa kuwasilisha madai yake katika mahakama yenye mamlaka ya kusikiliza mashauri haya. Kwa mujibu wa nyaraka zilizopo na zinazoishi sasa, eneo hili mmiliki wake halali anaitwa Godfrey Shuma na Karista Shuma. Mmiliki wake wa halali mpaka muda huu tunapoongea. Na kwa mantiki hiyo sioni sababu ya nyumba kukaa wazi wakati mmiliki wa halali wa nyaraka yupo. Agizo langu ina connection to hilo. Mkuu wa wilaya upo, wilaya ipo, halmashauri ipo, RPC upo. Simamieni kwa mujibu wa nyaraka, yule anayepaswa kuwa kwa nyumba hii aendelee kuwepo mpaka hapo vinginevyo. Kwa sababu nikiangalia, unajua Dar es Salaam ukiona mahali mabouncer wanatangulia kuna walaki. Ndio maana hapa mimi najiuliza kwa upole wa mama yangu huyu Evelyn naye muona hapa, na kwa upole wa dada yangu Flora naye muona hapa, bouncer anatoka wapi? Mbona mkuu wa mkoa nimekuja hapa vizuri tu, sina mabouncer? Kwa hiyo kwa mujibu wa nyaraka na kitu ambacho mmekisikiliza vizuri hapa, kuna maelezo ambayo yanatolewa. Benki inayotamkwa ambayo hati yake ilikuwa huko, narudia mbele ya vyombo hivi, sio benki ya kihuni, sio benki ya kitapeli. Napoondoka hapa
yule mwenye nyaraka halisi inayoishi kwa sasa awepo hapa, na kama nitatoa masaa machache, labda saa 1:30, maandalizi hayo yote yameshafanyika kwa mtu yoyote ambaye sio atakuwa hajaridhika na maamuzi ya Chalamila. Take note, sio ambaye atakuwa hajaridhika na maamuzi ya Chalamila, ambaye atakuwa hajaridhishwa na maamuzi ya mahakama yaliyosimamiwa kwenye utekelezaji wake na Chalamila. Sio, mnanielewa? Mahakama imekwisha toa maelezo kwa hukumu. Chalamila ni mtu ambaye ni kiongozi wa mkoa ambaye anakuwa na kitu kinaitwa coercive apparatus of the state. Kwa mujibu wa nyaraka zinazoishi mpaka sasa, Godfrey Shuma na Kalista Shuma ndio wamiliki halali. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.